Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatano, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalolipata katika kitabu cha Nabii Yona, sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 10, na Injili ya Luka sura ya 11 aya ya 29 hadi ya 32. Tukianza na Injili ya Luka, Yesu anakemea juu ya makutano waliokuwa wamekusanyika kwake wakitafuta ishara, wakitafuta miujiza. Anakemea hayo makutano, analikemea hilo kusanyiko. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu waliokuja kwake Yesu, makundi kwa makundi, hawakuja wakiwa na nia ya kuweza kubadili maisha yao na kuweza kuwa wafuasi wa Kristo. Walikuja kwa ajili ya kuponywa, walikuja kwa ajili ya kutafuta miujiza na ishara. Miaka ya nyuma, vitabu vya dini ya Kiyahudi inazungumza, alitokea mtu mmoja alikuwa anaitwa Theuda. Ulikuwa ni mwaka 45 kabla ya Kristo. Theuda aliinuka akadai kwamba yeye ndiye Masihi wa Bwana. Akawashawishi watu wengi wamfuate hadi mto Yordani, akitoa ahadi kwamba yeye ana uwezo wa kuweza kupasua mto Yordani vipande viwili, na kwa uwezo huo watu watapita mahali pakavu hadi ng'ambo ya mto Yordani. Watu wakamwendea. Katika jitihada hizo hakuweza kufanikiwa, alishindwa kazi ya kuweza kupasua mto Yordani, na Warumi wakamkamata wakamtenda mabaya. Leo Wayahudi wanakuja kwa Yesu wakitaka afanye kama Theuda alivyofanya, na Yesu anawaambia sitafanya hicho. Anasema kwamba ni kizazi kiovu. Tupo katika dunia ambapo watu wengi sana sasa hivi utakuta wanakusanyika katika mikutano mingi mikubwa. Wanakusanyika si kwa sababu wanataka kumsikiliza Kristo waweze kuwa wafuasi wake. Hawakusanyiki kwa ajili ya kufanya maisha yao yaweze kuwa mema kwa kufanya toba inayopelekea ondoleo la dhambi, kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu ili kama vile Mwenyezi Mungu alivyoweza kuwatumia manabii mbalimbali katika taifa la Israeli, watu wageuze maisha yao. Hatukusanyiki kwa ajili ya hilo. Sasa Yesu anatoa ujumbe, anasema kwamba kizazi kibaya kinachotafuta ishara za maisha yao ya kila siku, katika magonjwa, katika kufanikiwa kiuchumi, katika hali mbalimbali, amesema hawatapata hicho, bali watapata kile ambacho Nabii Yona alikifanya kule Ninawi. Yona alikuwa ni nani? Yona alikuwa ni nabii wa Mwenyezi Mungu ambaye alitumwa aende Ninawi. Ninawi ulikuwa ni mji ambao ulikuwa umejaa dhambi. Alipofika pale akaanza kuhubiri kwamba Ninawi, usipotubu kwa muda wa siku 40 utaangamizwa. Ndipo watu wa Ninawi waliposikia mahubiri ya Nabii Yona, wakaacha maisha yao mabaya, wakatambua sauti ya Mwenyezi Mungu kupitia Nabii Yona, wakafunga, wakajivika nguo za magunia. Habari zikamfikia hadi mfalme, akatoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika vazi la magunia. Hawakuonja kitu, wakageuka, wakaacha njia mbaya, na Mwenyezi Mungu akasamehe uovu wao kwa vile walivyoisikia sauti ya Nabii Yona. Kizazi cha sasa hivi hakitaki kuweza kusikia sauti ya Mwenyezi Mungu kupitia watu mbalimbali wanaohubiri. Tupo katika kipindi cha Kwaresma. Sauti imetangazwa, mbiu imepigwa, tuingie katika kipindi cha toba, tuache dhambi. Lakini mpaka sasa hivi watu bado wapo katika vikundi mbalimbali vya starehe, wanakunywa kana kwamba maisha ni sawa tu. Katika dini zote, ndugu zetu Waislamu wamefunga, na nyinyi wa Kristo mmeambiwa kwamba tuweze kufunga, lakini kuna watu bado wapo katika maisha ya kawaida, hawaoni tofauti yoyote ile. Hakuna kitu chochote kile ambacho kinakupelekea ufanye kwamba unaingia katika swala zima la toba. Ni kipindi ambacho tunakuhubiriwa kwamba nenda kajipatanisha na Mwenyezi Mungu, acha uovu. Starehe bado inaendelea.
Msururu katika kutafuta ishara na miujiza kwenye mikutano inakuwa ni mkubwa, lakini kundi dogo sana wanaenda katika kuweza kujipatanisha na Mwenyezi Mungu katika sakramenti ya kitubio. Tupo katika kipindi ambacho watu wanatafuta hekima katika mambo ya hovyo, wanatafuta hekima katika vitu vya ajabu, lakini hawataki kutafuta hekima katika neno la Mwenyezi Mungu. Yesu anasema kwamba kama vile Malkia wa Kusini alivyoondoka akaenda kutafuta hekima kwa Sulemani, na Yesu mwenyewe yeye ndio hekima ya Mwenyezi Mungu, na neno lake la Mwenyezi Mungu ambalo linatupatia nguvu kila siku tuko nalo. Hatutaki kuweza kulisoma neno la Mwenyezi Mungu litujenge, litupeleke katika uzima wa milele. Tuna mwanga ambao tunaweza tukasoma neno la Mwenyezi Mungu. Biblia hadi imepata vumbi, hatutaki kuweza kufunua. Katika simu zetu tuna neno la Mwenyezi Mungu, lakini tunafungua vitu vya ajabu. Yesu anasema kwamba kizazi cha Ninawi ambacho walisikia mahubiri ya Yona, na Malkia wa Kusini ambaye alikuja kusikia hekima ya Sulemani, hawa watakuwa ndio wahukumu wetu katika siku ya hukumu, kwa sababu wao waligeuka kwa mahubiri ya Yona. Walitafuta hekima ya Mwenyezi Mungu kwa kutumia watu wake. Sisi hatutaki kugeuka kupitia mahubiri ya kila siku, bali tunatafuta miujiza. Hebu tumwombe Mwenyezi Mungu sana atuepushe katika kizazi kiovu cha kutafuta ishara na maajabu, kukimbilia kila siku katika mikutano mbalimbali kutafuta uponyaji, alafu hatutaki kutoka katika dhambi. Unaishi na mwanamke ambaye hujafunga naye ndoa, unaishi na mwanaume ambaye hujafunga naye ndoa, alafu bado unataka Mwenyezi Mungu akuponye. Hawezi kukuponya kwa sababu unaishi katika uzinzi, unaishi na kimada, unafanya mambo ya wizi, unafanya mambo ya mauaji, unatoa mimba, alafu bado hutaki kwenda katika kujipatanisha na Mwenyezi Mungu. Unataka Mwenyezi Mungu akutendee miujiza na ishara. Hutapata ishara na maajabu mpaka utakapoweza kutubu katika dhambi hiyo. Tumwombe Mwenyezi Mungu atusamehe, atuepushe na kizazi kibaya cha ishara, bali tuweze kuwa ni kizazi chenye toba inayoleta ondoleo la dhambi. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.